Katika habari za udaku mtazamaji, ni kwamba bibi Wema Sepetu amefunguka mazito, atoboa siri sababu ya kushindwa kufanya 40 ya mwanae. Uchawi upo jamani. Haya, mambo mekaa vipi? Basi karibu sana tuweze kufahamu story ya msanii na mfanyabiashara maarufu nchini Wema Sepetu, ambaye amezua mjadala mkubwa kwenye mitandao ya kijamii baada ya kuvunja ukimya kuhusu sababu ambazo zilipelekea kutofanyika kwa sherehe ya 40 ya mtoto wake Baby Olly, ambayo awali ilitarajiwa kufanyika tarehe 23 na ilisemekana kuwa kiingilio kingekuwa shilingi milioni 5. Baada ya tarehe hiyo kupita bila tukio lolote kufanyika, wengi walibaki na maswali, huku wengine wakianza kutoa maoni na dhana mbalimbali kuhusu kilichotokea. Sasa hatimaye Wema ameamua kujibu kupitia ujumbe ambao aliuandika kwenye mitandao yake ya kijamii. Katika ujumbe huo, Wema alionyesha kutokuridhishwa na namna baadhi ya watu walivyokuwa wakimjadili, akisema, haya, nyie waja mnaodai 40 mtasema mtoto wa kwenu, mbona kama mapovu yanawatoka sana? Mmenikosa kwenye hakika ndo mlitaka kuja kunimaliza, sio? Mnikome. Nimelazwa baada ya hakika tu ya mtoto wangu since last Monday. Nimeumwa magonjwa ya ajabu. Nikajua anakufa sasa. Mkeko kutulia. Ebana. Kauli hiyo imezua tafsiri mbalimbali, huku baadhi ya watu wakihusisha maneno yake na imani za kurogwa au kuoneshwa husda. Ingawa Wema kueleza wazi kuwa kuna mtu aliyemroga, bali alieleza tu kuwa alipata maradhi ya ghafla baada ya shughuli ya hakika ya mtoto wake, na hali hiyo ilimlazimu kulazwa hospitalini. Lakini pia mwanahabari wa burudani Juma Lokole aliweza kumpa pole Wema kupitia ukurasa wake, akiandika, maskini Wema wangu, kumbe mlitaka kumroga. Mambo ya husda hayo, mshindwe jamani, mshindwe. Kauli hiyo ya Juma nayo ilichochea mjadala zaidi, huku mashabiki wakitoa maoni tofauti kuhusu hali ya Wema Sepetu. Baadhi ya watumiaji wa mitandao walisitiza kuwa huenda Wema hakurogwa, bali bado mwili wake haujapata muda wa kutosha kupona baada ya kujifungua. Sasa katika nukuu ya zile komenti, moja aliandika, mama Olly, huo ni uchovu wa uzazi, maana tangu utoke kujifungua haujapumzika kwa heka. Lakini mwingine alionekana kuandika kwamba ni kwa advice my dear, kuzaa si mchezo. Kama umejifungua kwa upasuaji, mwili unahitaji muda wa kupona. Pumzika, kaa na familia, hata mtandao upe mapumziko kidogo, nyonyesha mtoto na ufurahie motherhood. Wengine waliongeza kuwa mwanamke ama wanawake wengi wa zamani walikuwa wakipewa muda mrefu sana wa kupumzika baada ya kujifungua ili miili yao irejee katika hali ya kawaida, wakisitiza kuwa hata kama maisha sasa yamebadilika, mahitaji ya mwili ya mama aliyejifungua huwa hayabadiliki. Mwingine aliandika, ndio maana zamani mwanamke akijifungua watu wazima walikuwa wanakuja kumsaidia. Mwili umetoka kubeba mimba kwa miezi 9, umepitia uchungu wa kujifungua na kukosa usingizi, unahitaji mapumziko ya kutosha. Siku hizi wengine wakitoka hospitalini tayari wanaendelea kushughulika na shughuli nyingine, jambo ambalo naweza kuathiri afya zao. Hata hivyo, si kila mmoja aliyekubaliana na maelezo hayo. Wapo ambao waliamini kuwa mama Olly Wema alipenda tu kuibua mjadala na kutafuta attention kupitia kauli zake. Mmoja aliandika, anyamaze aseme mambo hayakwenda alivyotaka tu. Mwingine akaongeza kwa utani akasema, ila Wema ana drama, kumbe attention anaipenda. Sasa licha ya maoni hayo yote, mashabiki wengi wamemtakia Wema afya njema na kuamini kuwa jambo muhimu kwa sasa ni kuhakikisha anapata nafuu na muda wa kutosha wa kupumzika pamoja na kumlea mtoto wake Baby Olly. So right now Wema Sepetu hajaweka wazi ni lini sasa sherehe ya siku 40 ya mtoto wake Olly itafanyika tena rasmi, au kama imeahirishwa rasmi ama vipi. Hata hivyo, kauli yake inaendelea kwa gumzo kubwa tu mitandaoni, huko maoni ya wananchi yakiendelea kugawanyika kati ya wanaomuunga mkono na wale ambao wanamkosoa. Wewe kwa upande gani? Andika maoni yako ili tuweze kupitia wakati mwingine. Bye bye.